Tuombe. Ee Mungu, umetufungulia siku ya leo mlango wa uzima wa milele kwa njia ya mwanao pekee aliyeshinda mauti. Tunakuomba utujalie sisi tunawaadhimisha sherehe ya ufufuko wa Bwana, tupate kufufuka kwenye mwanga wa uzima kwa njia ya kufanywa wapya na Roho wako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika Matendo ya Mitume. Petro akafumbua kinywa chake akasema, jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohane, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa hai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Neno la Mungu.
aliyoifanya Bwana, mtaishangilia na kuifurahia. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, mtaishangilia na kuifurahia. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Ndugu zangu, mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu.
Kristo atakapofufuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafufuliwa pamoja naye katika utukufu. Neno la Bwana.